Mambo vipi? Karibu katika podcast yetu ya mpira huo, na leo ni episode ya 3 kwenye season yetu mpya ambayo ina deal na AFCON Under 17 ambayo inaendelea kule nchini Morocco. Na leo tupo wawili, tupo na kocha Simba Idi, na tutajadili raundi nzima ya pili, lakini tutajadili sana sana zaidi kwa timu yetu ya taifa ambayo imefanikiwa sasa kufuzu hatua ya kufuzu kwenye michuano ya kombe la dunia baada ya kuweza kumaliza nafasi ya mpaka sasa ipo nafasi ya kwanza kwenye kundi lake ikiwa imesalia mchezo mmoja, na leo ikiwa imeibuka na ushindi wa goli 3 ambao unawafanikisha kufika alama 6 ikiwa imesalia mchezo mmoja na kuweza kufuzu kwenye michuano inayokuja ya kombe la dunia. Na karibu, tupo na kocha Simba Idi. Mambo vipi? Safi kwema. Alhamdulillah, tunamshukuru Mungu. Mechi 2, goli 3, goli 6 na clean sheet zote. Ya jambo muhimu sana especially kwa Naam. vijana na kwa Umeionaje taifa. raundi ya pili, utofauti wake na raundi ya kwanza kwenye ushindani labda kwa timu zote? Sasa hizi timu zinaanza kuwa familia na mashindano, kwa ule wasiwasi au uoga uliokuwa mwanzo unafanyaje, unaanza kutoka. Hata ukiangalia za Tanzania tulivyocheza leo, kulikuwa na riski pasi nyingi sana tumejaribu, kwa hiyo ule wasiwasi, hofu nadhani umeanza kutoka kwa watu. Sasa hivi wanazidi kuonesha ambacho wanacho Bana. Kwenye raundi hii mechi, hakuna mechi ambayo haijatoa magoli. Mechi ya raundi ya kwanza tuliona kulikuwa kuna sare tasa kama mbili. Kwenye raundi hii ya pili kila mechi imetoa magoli. Kwa hiyo kwa wale ambao tunapenda magoli kwenye mpira tumefurahi sana. Na ukiangalia, labda nikitaja matokeo haraka haraka ili tusiwe tumemwacha anayetazama nyuma. Mechi ya kwanza kwenye raundi hii ya pili ilihusisha group A ambazo zilikuwa ni Tunisia dhidi ya Egypt, ambapo Egypt aliibuka na goli 2-1. Mechi nyingine ya kundi hilo ilihusisha Ethiopia dhidi ya Morocco, ambapo Morocco aliibuka na ushindi wa goli 2-1. Mechi za group B zilihusisha Cameroon dhidi ya Uganda 1-0, Cameroon akishinda. Ivory Coast dhidi ya DRC Congo, Ivory Coast akiibuka na ushindi wa goli 1. Lakini kundi C ambalo ndio kundi ambalo Serengeti Boys ilipo, Serengeti Boys ilicheza jioni, mchana wa leo ilicheza dhidi ya Angola. Kwa kule ilikuwa ni mchana, kwa huku ni jioni, ikashinda goli 3-0. Na mchezo mwingine wa kundi lao unaendelea hivi sasa ukiwa dakika 76, Mali dhidi ya Msumbiji. Mali ikiwa ni sare ya 1-1 mpaka sasa, na kwa mwelekeo huu inamaanisha ni neema kwetu zaidi, tunaweza tukamaliza kundi tukiwa juu. Lakini mchezo mingine ni ya kundi D ambayo imechezwa. Kulikuwa kuna timu ya taifa Afrika Kusini dhidi ya Algeria, ambapo Algeria iliibuka na ushindi wa goli 2. Timu ya taifa ya Senegal dhidi ya Ghana, ambapo Senegal iliibuka na ushindi wa goli 1-0. Na mpaka sasa kwenye mechi zote nilizotaja hakuna mechi ambayo haijazaa goli. Kwa hiyo ni neema, kwa sababu mpira wa miguu huwezi kuchambua bila kuona magoli, unakuwa uchambuzi fulani wa ovyo sana. Kwa hiyo tukianza na mechi yetu ya Serengeti Boys, tunaanzia kwenye mechi iliyopita. Kwenye mechi iliyopita tuliona magoli 3 ambayo yote yalitokana na reactions za wachezaji kwenye matukio, hasa pale ambapo wanakuwa wametoka kupoteza mpira. Na kwenye mechi ya leo magoli 2 yametokana na momenti hiyo. Goli la kwanza ambalo lilifungwa na mchezaji, ni recall hapo kidogo kwenye takwimu zangu. Yes, goli la kwanza ambalo lilifungwa na mchezaji wa Serengeti Boys ambaye alikuwa ni Razaki akiasistiwa na Lukman. Lakini goli la pili ambalo lilifungwa na Hamis Kizinga pia yalitokana na staili hiyo. Sasa tukianzia hapa, kocha Simba Idi, kabla ya goli la 3 ambalo pia limetokana na set play kama ilivyokuwa mechi iliyopita, pia kulikuwa kuna goli la set play. Tumeshinda goli 6. Kati ya goli 6, goli 4 zimetokana na reactions za wachezaji wetu pale ambapo timu inakuwa imetoka kupoteza mpira. Naweza nikasema kwa mwenendo huu mpaka sasa Tanzania ndio timu ambayo ina PPDA kubwa, japo hatuna takwimu rasmi, lakini ni timu ambayo imefunga magoli 4 kati ya 6 ambayo yametokana na reaction baada tu ya kupoteza mpira. Kwa maana ya kwamba wakipoteza mpira hapo hapo na counter press, wanaupora tena, wanajibu shambulizi. Ni sekunde chache sana kutoka kupoteza mpira, kuregain mpira na kufanya shambulizi na kujibu goli. Unahisi ubora wetu kwenye eneo hilo, kuanzia ku counter press
namna gani wana regain mpira, lakini hata kwenye kuset mipango yote ambayo ina regain mpira kwenye umiliki wao. Unahisi ubora wa Taifa Stars ulikuwa wapi kwenye magoli yote mawili, kama unaweza kuwa recall? Yeah, ukiangalia magoli yote mawili ni hizo transition moments. Tumepotea, tumeunasa au opponent amekosea katika keep possession, tumeunasa, tumefunga. Lakini pia ukiangalia hizo goli zote, goli la kwanza tulikuwa na almost wachezaji watano walikuwa wanaenda kumalizia hiyo transition, the same na goli la pili almost wachezaji watano, ambapo hata goli la kwanza ilikuwa ni kama inaenda kuwa kama 5v5 au 5v4 hivi kama sikosei. Kwa hiyo utaona hapo namba ilivyokuwa kubwa, yani nusu ya timu imeenda kushambulia kwenye moment ambayo tumeupata. Lakini ukizungumzia ubora, hizo zote hizo moments sio kwamba zinatokea tu wachezaji wanaamua, amna, wako wamekuwa trained, wako well organized. Ukiangalia timing ya pressing, sio kila mpira wana press, lakini kuna zile triggers ambazo wanaangalia. Kwa mfano ukiangalia first goal, mchezaji wa Angola ameonod wao wamespot kwamba hii ni second ball to UI, wakawai wakarelease ball haraka 1v1 na golikipa goli. Goli la pili hivyo hivyo, wakati Angola wana circulate mpira kwenye box, yule defender alikuwa body position yake ilikuwa ni imekaa vibaya, na hata ile receiving yake ilikuwa mbaya. Kwa hiyo ile ikawa ni moment pia kwa Serengeti Boys kufanya hiyo pressing. Kwa hiyo wameona hiyo, wakaispot, wakaona hapa ndo moment ya kuchukua mpira. Basi the moment defender anapasiwa miss receiving, wakachukua wakafunga goli la pili. Kwao kwenye hizo moment organization yao iko vizuri, yani hizo timing, hapa tu press, hapa tuache, hapa turudi, tukae kidogo kwenye mid block, tusubirie hapa, hii moment tuongeze speed, tuende kufanya hizo pressing. Kwa hiyo hata ile aggressiveness yao iko vizuri, lakini pia distance za line na line haziko mbali, kiasi kwamba hata kama mpira ukiwa win na kina Lukman, still hao midfielders wanakuwa na uharaka wa kufika kwenye eneo la kushambulia. Ndio maana unaona kila moment ambao wameupata mpira ni almost wachezaji watano wanakuwa tayari washafika kwenye eneo la mpinzani. Kwa hiyo timing za pressing, compactness ya kwenye kuzuia, kusubiria hiyo moment ya kwenda kushambulia ni vitu ambavyo vimesaidia kwa kweli. Lakini commitment ya wachezaji iko juu sana, kwa sababu ni aina ya game ambayo inahitaji wachezaji ambao wako tayari, wana commitment ya hali ya juu, kwa sababu muda wote walikuwa wanafanya hiyo mpaka dakika inaenda ya 70 still wanafanya hivyo hivyo. Kila ukipotea wana press, wana counter press, wanaenda kushambulia kwa opponent. Kwa hiyo nadhani ubora wetu sisi ulikuwa ni hapo. Unajua zile zimetokea zile event kwenye sekunde chache sana, yaani kitu kikishaitwa transition. Kwanza mimi binafsi mwanzo nilikuwa naamini kwamba transition haina maandalizi, lakini baadaye kuna lile somo tulijifunzaga la offensive balance, nikajua kumbe hizi transitions zinaandaliwa. Sasa nikirecall magoli yote mawili, goli la kwanza la mpira mrefu kutoka nyuma kwa kina Haji kama sikosei, wale watu Yeah. watatu wa nyuma kiungo pamoja na wale center backs wawili wa Angola wanashindwa kuresist pressure ya Lukman na Dismas. Baada ya hapo mpira unarudi kwenye utawala wa Lukman na Dismas. Dismas anampasia Lukman, Lukman anamwekea Razaki. Unahisi ile situation kwa sababu ni Razaki to the space, Saddam to the space, setup inafanyikia kwa wale watu wawili wa katikati Dismas pamoja na Lukman, imejirudia kwenye mechi ya kwanza na kwenye mechi hii. Unahisi ile tunaweza tukaitem kama ndo offensive balance ya Tanzania, kwamba wana defend wakijua kwamba tutapokonya tu na watakokuwa responsible ku attack hizi space ni hawa, na script imekuwa imejirudia sana kwenye mechi iliyopita na mechi hii. Hata ukiachana na moment ambazo sio za magoli, unaona kabisa yani mpira ukishapokonywa tu Razaki yuko kwenye space, Saddam yuko kwenye space. Unahisi ile kitu ni ndo offensive balance yetu, ndo ile wanaita rest attack yetu, kubiti rest defense ya mpinzani? Yeah, ukiangalia ni sahihi. Hata katika moment ambazo tumekuwa tukifanya pressing, kiongozi wetu wa kwanza ni Lukman. Hizo mipira zote za mbele Lukman ndo anatuliti, tunaenda kushoto, tunaenda kulia, tusubiri kidogo,
Kwa hiyo hao watu ndio wanahusika, na hata ukiangalia wewe wanavyolilizi ile mipira, unaona kabisa hii ni maelekezo kwamba tukiwin mpira tupasie kwa staili gani, tupasie kwenye space, watu wazidi kukimbia, sio tena tupasiane mguuni tuanze keep possession. Kwa hiyo kwa kusema ni ndo rest attack yetu ni kweli, kwa sababu ni matukio ambayo hayajatokea mara moja, yametokea zaidi ya mara moja. Last game hivyo hivyo, game hii pia hivyo hivyo, lakini pia ukiachilia mbali hivyo tu, hata Lukman akitoka still ile zile pattern zinaendelea kuwa vile vile. Kwa hiyo ni pattern ya timu, sio ya mtu mmoja peke yake, lakini Lukman na kinara zake wameweza kuifanya vizuri zaidi, lakini inaonekana ni pattern ya timu. Tutakuwa na watu hawa, lakini tukiupata tutarelease kwenye space na uharaka, kwa sababu ukiangalia seconds ambazo tunatoka kupoteza mpira mpaka kuupata, tulikuwa tunacheza kwenye second 6, sometime 5, sometime 8, yani ni below 10 seconds tunakuwa tushaupata, tushaenda kushambulia. Hiyo ndo trend ilikuwa kubwa sana Hapo hizi hapo 6 5 hapo 10. hapo ukisema below 8, kwa hiyo averagely ina maana kwa mahesabu yako wewe umeconclude kwamba passes per defensive action ya Tanzania ni PPD yake ni sekunde 8 wanakuwa wameregain possession. Ya ukiangalia leo game za leo, ukiangalia maana hata sisi tulikuwa tunapoteza mpira sometime, kama hata last game hivyo mpira unapotea mguuni, japokuwa leo kidogo kuna sometime tulikuwa tuna hizo miss pass, lakini ukipotea mara nyingi, moments nyingi ambazo tulipata ilikuwa ni less than hiyo dakika I mean sekunde 8 10 tunakuwa tayari tushaupata. Kuna moment tulipata hata kwenye sekunde 5, kuna moment tulipata kwenye sekunde 6. Kwa hiyo ni kitu ambacho tumekifanyia kazi kwelikweli, kwa sababu kufanya hivyo throughout the game sio kazi nyepesi. Na hapa umezungumzia kwenye kupoteza mpira. Nikiangalia timu yetu ina control sana possession. Mfano kama nikichukua takwimu za kipindi cha kwanza tu tulikuwa tuna ball possession 65%. Inamaanisha si tunakuwa na mpira sana, lakini nikichukua hizo quantitative hizo takwimu nikazilinganisha na kile ninachokiona uwanjani qualitatively, naona pasi nyingi sana zinakuwa zinapotea kwa watu wa mbele kwenye mstari wa mbele, au kwenye ule mstari wa mwisho, kuanzia kwenye kucreate nafasi na hata kwenye kufanya finishing, au tuseme kwenye third ya mwisho kwa ujumla. Unahisi changamoto kubwa ni nini? Kwa sababu huku kwa kina Mbegu na Kasimu pasi hazipotei, labda wapige long zile za behind, lakini za kusakulate hazipotei. Lakini hata ukienda kwa Chole ukasogea hata juu kidogo kwa hao wanaotengeneza triangle za pembeni, kwa maana ya Hamis Chenga kipindi cha kwanza na Sadam na hata Kizinga alipoingia kipindi cha pili, hazipotei kwenye kusakulate, lakini the moment wanaanza ku break kwenda kutengeneza nafasi, mipira yetu mingi sana imekuwa ikipotea, na ndio maana mpaka sasa kuanzia mashindano yameanza, sisi tuna goli 6 kwenye mechi 2, hatuna goli la build up kuanzia nyuma. Yaani kuna namna tu mpira utapotea pale, afu ndo sisi tuanze kutafuta. Ndio maana sisi tunautafuta, afu tunaweza hata kufunga tukiwa karibu na goli la mpinzani, lakini sio build up yetu ianzie nyuma. Unahisi changamoto kubwa sana imekuwa ni nini kwenye hii accuracy ya sisi tukiwa tuna mpira? Unajua, ukiangalia the way sisi ambavyo tunacheza, timu yetu ina speed sana, lakini kuna moment tunashindwa kufanya movement sahihi kwa ajili ya kupokea hizo pasi ambazo zinaweza zikamzuru mpinzani. Lakini ukiangalia viungo wetu, kuna moment leo walikuwa wanajitahidi sana kupiga pasi ambazo zinaweza zikakata line, wanajitahidi sana kupasia hizo, lakini shida inayokuja sometime anayepokea support yake inakuwa haiko karibu, kwa hiyo inabidi kae na mpira kidogo ili akisubiria support kumsogelea. Sasa last game tulikuwa tunapoteza mpira mingi tukiwa nayo mguuni, hata game hii pia imetokea hizo moment. Kwa hiyo nadhani ni ile speed of play ambayo tuko nayo iongezeke tu kidogo, tukiwa especially kwenye final third ya opponent, lakini pia kila mchezaji atakayekuwa amepasiwa, kama ni Lukman, ni Razak, apate support ya karibu, kwa sababu kuna moments ambazo mpira ilikuwa na release kwenda ndani ya box, alafu inakuwa ni weight yake inakuwa kubwa, mchezaji anakimbilia akipiga cross imetoka nje,
Kwa ni hizo tu timing tu nzuri za kupasiana na pia kupeana support ya ukaribu, lakini kwa possession kwa game ya leo kiukweli wamejitahidi compare na last game, kwa sababu leo ulikuwa ukitrack unaona tulikuwa tunaenda na mpira sometimes tunafika mpaka sekunde 30, sometimes sekunde 20. Kwa hiyo ni muda mrefu kidogo kukaa na mpira. Ni hiyo tu, tukishaingia sasa kwenye final third sometimes tuna rush decisions kwa sababu tushaona kwamba tushaingia kwenye box au tumekaribia kwenye box, kwa tunataka tufanye kwa uharaka. Kwa hiyo tunaweza tukafika tukashindwa, tukacirculate tena tukatafuta upande mwingine, lakini so mbaya kwa sababu ni kitu ambacho kinaweza kikarekebishika, na pia ukizingatia ni under 17 vijana, kwa muda mwingi wanapenda hizo kimbia 1v1, ndio maana sometimes mpira inapotea. So kwa mimi naona ni kitu ambacho kitaenda kitakaa sawa tunapozidi kusogea kwenye tournament. Kwenye kipindi cha kwanza Hamis Chenga alipata kadi lakini lengo langu lilikuwa kwenye swali lake alikuwa hapo kwenye mechi iliyopita kipindi cha kwanza kilivyoisha tu, kipindi cha pili Hamis Chenga hakurudi. Leo hii ukiachana na hiyo kadi pia hakurudi kipindi cha pili. Unahisi sababu hii ambayo imekuwa ikijirudia kwenye dakika hiyo hiyo, mechi iliyopita aliingia Soane, leo akaingia Hamis Kizinga, unahisi ni sehemu ya ongoing match analysis ya kocha Ilieneza au alikuwa na manage kadi au alikuwa ni plan behind, kulikuwa kuna alternative plan kwenye hesabu yake? Na kama ipo, kwa nini labda wale ambao wamekuwa hawaanzi, wale ambao ndo wanaingia sasa kipindi cha pili, ni kitu gani umekiona kwenye ile sabu? Kwa mfano kwa Chenga unaweza ukasema ni let's say coach ana manage kadi lakini ana reserve na energy, kwa sababu kwa game ukiangalia vijana wamepush muda mrefu, yani kick off tu pale pap wao wameanza kwenye high tempo. Kwa hiyo ukiachilia mbali tu kwamba hiyo game ilikuwa iko ina intensity ya juu na hizo kukimbia sana, pia coach anawezekana akawa amespot kwamba huenda Chenga kwa the way anavyocheza nisije nikariski akapata kadi nyingine, that's why akatoa Chenga akaingiza mchezaji mwingine. Lakini kwa game ilipokuwa imefikia, kuna picha nyingine, inawezekana ikawa ni substitution ambazo tuna reserve pia energy kwa coming next game. Kwa saizi aim to control game kidogo, ndio maana unaona hata sababu zilivyoingia hata za wetu tulipocheza tuliswitch kidogo, hatukuwa tena watu wa kukimbia sana na nini, tulianza kidogo kupossess, inaenda mbele kidogo inarudi. Kwa hiyo zile sub pia zina picha hiyo. Sometimes games unaona kabisa hapa tumeshapata goli 3, kuna haja ya kuriski wa wachezaji kuendelea kupush? Hamna, hii ni tournament, 2 days match, kwa wacha recover ili next game wazidi kupush kama walivyopush sasa hivi. Kwa inawezekana pia mwalimu alizingatia hiyo ku reserve energy, that's why akapunguza baadhi ya wachezaji, na sometimes inaweza kuwa ni ku manage kadi, kwa sababu wao ni vijana, anaweza akacheza na kadi na akashindwa kujishikilia ikaja ikamkosti baadaye. Mi ni muumini sana wa kilomita, yaani nikiona yaani kwenye takwimu mi napenda takwimu, lakini takwimu ambao huwa naifurahia sana ni distance coverage, labda sprinting kama zimekuwa recorded. Ukiangalia timu yetu kwenye haya magoli 6 ambayo imefunga kwenye hizi raundi mbili za mwanzo utaona magoli 4 yametokana na transition, na maana transition ni umecover distance kubwa kwa uharaka. Intensity ambayo Serengeti Boys wamekuwa wanaanza nayo mechi, binafsi naona ndio hiyo hiyo inakuwepo mpaka dakika 80 hadi 90 nao. Unadhani ni kitu gani kimekuwa bora sana kwao kwenye physicality, kwenye utimamu wa mwili? Ni kweli, ukiangalia hiyo mechi yani unaona kabisa tuwe na mpira tusiwe nao, muda wote vijana wanakimbia, na kwa the way ilivyo nadhani hata opponent wote saizi watakuwa wametustadi, wanaona kabisa ukicheza na Tanzania jiandae kwenye kuzuia transition, wako vizuri kwenye transition, wana run kwenye kupress, wako vizuri. Kwa hiyo ni vijana ambao wako vizuri, wako fit. Last time tulikuwa kwenye kozi ya GPS tulipata kushuhudia metrics zao, walikuwa wamecheza mechi ya kirafiki.
yani ni metrics ambazo ziko juu sana kiasi kwamba yani unasema kama the whole Tanzania nzima itaweza kuwa na program kama hizi, ina maana tutakuwa tumepiga hatua kubwa sana. Kwa in terms of physicality wako vizuri, namba ziko juu, kilomita na cover kubwa, regardless of opponent, awe ni size yao asiwe size yao, au bado wataendelea tu kufanya hizo running, hawachoki, yani wanakimbia muda wote, wawe na possession, wana release haraka, wanakimbia wakiwa hawana, ndo kabisa transition hizo wako vizuri. Kwa hiyo kwa hizi game mbili, kama tungekuwa na access ya kuona metrics zao, I'm sure watakuwa kwenye metrics za juu sana 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 compare na timu zingine, kwa the way ambavyo wameamua kuiweka game yao. Unajua sometimes ni timu tu wenyewe na choose sisi tuende na style gani of play kulingana na tournament tulivyoiona. Kwa hiyo watu wengi labda bado wana prefer kuwa na possession based, sisi tukaamua possession kiasi, lakini tuue game zetu kwenye transition, na mpaka sasa imetulia. Lakini kwa intensities ambazo tunaenda nazo, kwa kweli wamejitahidi, yani hongera sana kwa technical bench. Timu muda wote iko on toes, kwa sababu dakika ya 60 na 70 na kuendelea, afu timu bado inafanya vile, ina press, inakimbia, inapiga transition, sio jambo dogo. Mara nyingi tunaamini kwamba huwezi kupress dakika 90 nzima, kuna muda itafika timu itashuka, lakini unaona bado yani dakika 70 timu bado, vijana bado wana energy ya kukimbia kama ndo kwanza wameanza. Kwa hiyo kikweli wako vizuri kwenye physical. Kuna kitu nilikuwa nataka niulize nimekisahau. Nafikiri mpaka sasa hivi inatosha na so far tumeshafuzu kwa sababu mechi ya hawa wapinzani wetu imeisha na matokeo ya mwisho ni hivyo dakika ya 90, sorry. Ziliongezwa dakika 5 na mpaka sasa hivi ipo dakika ya 90 plus 5, ina maana ni 1-1. Ikiisha hivi ina maana automatically sisi tumefuzu na tumemaliza wa kwanza kwenye kundi, na ukiangalia ni mafanikio makubwa sana. Unafikiri zisambaze hizi pongezi zako, unaweza kumpa nani kwenye timu? Kiukweli technical bench nzima, kazi walioifanya pale Tanga saizi inalipa, kwa sababu kule kazi ya kule lazima uwe na dedication, sababu ni mpira, jua likipambazuka ni mpira mpaka jua linazama na taa zinawashwa ni mpira. Kwa hiyo dedication yao imewalipa kiukweli, imewalipa sana kwa sababu hii timu inavyocheza na matokeo ambayo tunayapata. Nadhani kwenye AFCON hii sidhani kama kuna timu ina clean sheet game 2 na goli 6, na hisi ni sisi, sababu hata kwa game za leo ni 2-1 1-1. Okay, swali lingine ambalo ndo nilikuwa muda ule nilisema nimelisahau, sasa hivi nimelikumbuka. Michuano hii ni michuano ambayo hamna pale ukose scout 200 wanaangalia hizo mechi tena kutoka kwenye mabara tofauti. Unahisi technically ni wachezaji wetu kiasi gani wanaweza wakawa wameshauza vipaji vyao kwenda kwenye nchi zingine kupitia michuano hii? Unajua kwa the way ambavyo timu ina perform sasa hivi na tunaenda kwenye next stage, na maana tunaendelea kupata hiyo room kubwa ya scout kutuangalia, lakini ukiangalia the way ambavyo sisi tunacheza, technically wako vizuri, tactically wanajitahidi sana. Ni baadhi tu vitu vidogo vidogo vya kurekebisha, lakini hivyo vinakuja kutokana na mtu anavyozidi kwenda stage za mbele zaidi. Kwa umri wao so far, kwa mimi naona wanajitahidi sana kwenye hizo 1v1 wako vizuri, transition ndio usiseme. Ukija kwenye goalkeeping, distribution, organization wanajitahidi. Kwa hiyo kuna room kubwa sana, nadhani simu zitaita sana kwa vijana, ila tu wasiwe na haraka. Na mwendelezo wa najua TDS wanaweza kuwa na program yao ya mwendelezo kwa ajili ya wakati ujao kwa ajili ya vijana. Unahisi ni kitu gani labda ungependa kuongezea wewe binafsi kwa sababu tumeshaishuhudia vipaji kadhaa miaka ya nyuma. Tuna ile Gabon under 17 ile kama unakumbuka, baadaye pia tuna ile 2019 wale mara nyingi kwa mujibu wa watu wengi wanapotelea kusikojulikana. Tunaona kwenye ligi wanakuwa wachache kati yao. Unahisi kitu gani labda kinaweza kikatunza hiki kizazi?
Ah, kwa kwa vijana obviously kupata game time, kupata timu, kupata game time, lakini ni jambo ambalo tayari TDS wanafanya. Vijana wengi ambao wana graduate pale wamepatiwa nafasi ya kusambazwa kwenye baadhi ya timu za ligi kuu, especially kwenye under 20. Chuga, Fountain, Abeli, JKT, umeona. Kwa hiyo naamini pia hata hawa Lukman. bachi hili linalokuja safari ya Lukman Kagera, bachi hili ambalo linafuatia itakuwa the same. Na sasa sisi ambao tunawapokea ni kuwapa tu minutes, kwa sababu tumeangalia mtu kama Chuga anacheza vizuri kabisa na ligi kuu, anasumbua kabisa. Last game performance top kabisa. The same na Abeli, japokuwa anapata minutes chache, lakini sisi ambao sasa tutawapokea, maana so far tunawaona kwenye tournament wanapocheza energy na nini. Kwa sisi ambao tutakuja kuwapokea ni sisi sasa kuamini na kuwapa hizo minutes. Ukiwa na senior 9 ndani ya kiwanja na under 17 mmoja, sidhani kama itakusumbua kwenye timu yako, especially kama hawa wote unaona kabisa kwenye upande wa technique wako vizuri. Kitu ambacho tuna baadhi ya players huwaga wana struggle, lakini kwa hao ukiangalia asilimia kubwa wako vizuri. Kwa hiyo hata ukiminject kwenye timu yako ni unaenda tu kumpa hizo tactical tools, sio tena ni kwanza kumfundisha sijui kupokea na kupasia, au tayari wote wako vizuri. Kwa hiyo kwa mimi ninavyoona, bachi hili waendelee na programu ile ile, kuwasambaza kwenda kwenye timu zingine za ligi kuu za under 20, lakini sisi ambao tunawapokea tuwape nafasi waje kujoin huku kidogo na senior, hivyo hivyo naendelea na under 20 ili kupata huo mwendelezo, kwa sababu kwa sasa hivi wako kwenye performance ya juu sana. Sasa akija huku tena wakikosa minutes, hii project yote itakuwa haina maana. Sababu TDS ni kama ndo wanatutengenezea then wanatusambazia, kwa hiyo ni sisi tu kuiendeleza ili kuendelea na kuwa na hizo team strong sana za youth. Basi shukran.